Kwa wakati wetu injili ya Kristo inashinda. Mapando yote ambayo yamekaa kwa muda mrefu bila kujali dhehebu, nimetumia tu kanisa moja hapo kudescribe, lakini yako erot. So manake tumechagua kulifundisha na kuhubiri neno la Mungu kama lilivyo. Na katika kufundisha na kulisema neno la Mungu hakuna budi kuchukiza baadhi ya watu. Maandiko anasema hivi, wanafunzi walimfuata Kristo akasema, je, unajua neno ambalo umelisema kwa Mafarisayo wamechukizwa? So maana it means walichukizwa kwa kile ambacho Kristo amekisema, ambao ni kweli ya neno la Mungu. Unapochagua kusimama katika ukweli wa neno la Mungu na unatafuta kupendwa, umechagua kazi mbovu. Kwa nini? Kwa sababu as long msalaba wa Kristo unasimama, huo msalaba wa Kristo ni kwazo kwa Yunani. So manake wale wote ambao wanachagua kwa upande wa Bwana hawana budi kuchagua kuchukiwa. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa unaondoa pando ambalo limepandwa na watu miaka na miaka. Umejiuliza swali ya kwamba kuna mtu ambaye anachomwa moto kwa sababu amegoma kuamini ya kwamba damu na divai vyote sio mwili wa Kristo, sio damu ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. So manake narudia tena kusema, Bwana anapokuwa ametuleta katika ile eneo, manake Bwana ametuleta kwenye retreat, mahali ambapo ana train soldiers. I remember nikimtaja jina mtaanza kumfuatilia. Kuna mtu mmoja alisema, wachache watakumbuka, ya kwamba Bwana anapokuwa anaandaa watu anawaleta kwenye camps. Namkumbuka mwalimu? Soldiers wanabii build in camps. Wachache wamekumbuka angalau. So what I'm saying ni kwamba atujifunze haya mafunzo kama vile kuburudishana na kuambiana huu ndio ukweli. Badala yake manake tunajifunza mafundisho so as we can fight a good fight of faith. Tuweze kupiga vizuri vita ya imani. Maana hapata kuwa na manufaa ya kuwa na this camp ambayo imeandaliwa kwa namna ambavyo imeandaliwa, na then tukaendelea kuembrace aina nyingine ya elimu na mafundisho ambayo hayatokani na Mungu. Bwana Yesu alisema kila pando lisilopandwa na Baba litang'olewa. Ni kama kusema kila fundisho na elimu ambayo haitokani na neno la Mungu inang'olewa. So manake from that, kutokea kwenye hilo andiko, Bwana Yesu aliongea wazi, aliongea fact ya kwamba elimu za uongo zina expired date. Mafundisho ya uongo yana expired date, hayadumu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndo ana fight the war against them. Yaani kwa wengine kwamba kama hivyo tunaona katika maandiko kulikuwa na vinaitwa vita vitakatifu, vita vya Mungu. Wakati vita vya Mungu vimehamia dhidi ya mafundisho na elimu ya uongo. Kwa wengine kwamba kama Mungu ndo ambaye anapigana, ni Mungu ambaye anapigana, unafikiri Mungu atashindwa? No, labda sio Mungu. So kwa Mungu, hizi elimu ambazo tunazipokea na kujifunza na kila kitu ambacho tunasema na kujifunza, manake tunaku-update mahali ambapo pana umilele, mahali ambapo pana dumu, mahali ambapo pana carry your destiny. Kwa nini? Kwa sababu wengi wamejenga huduma katika mapando ambayo Mungu yupo katika business ya kuyang'oa. Huduma nyingi zimejengwa hapo. Bwana asifiwe sana. Na bahati mbaya sana Mtume Paulo atuonyesha habari ya huzuni ya kwamba kuna kazi ambazo zitakapojaribiwa katika moto zitakuwa ni kama miti, haiwezi kusimama. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ajengi asichokianzisha. So manake kwa lugha nyepesi niseme hivi, na mninukuu vizuri, wale wote ambao wanaebisha kadri ya msalaba kwa maneno yao katika mimbari, Mungu anapigana vita na hao watu. Bila kujali humility wanaokuwa nayo, unyenyekevu wanaokuwa nao katika kusema, utaratibu wa kuwasilisha mawazo na mawasilisho kwa kutumia hekima dunia hii, bila kujali namna ambavyo
wakati fulani wanajitahidi kuonyesha kilicho mfano nguvu za Mungu, bado hiyo haibadilishi ukweli ya kwamba Mungu yupo at war with them. Hakuna jambo baya kwenye hii dunia kama vile kuwa katika vita na Mungu na hujui kwamba upo katika vita na Mungu. Angalau huyu ndugu mmoja alijitahidi, hata kama hatuna historia, hatujui kama mwisho wake alifikia kuokoka. Anaitwa Gamalieli, mwalimu mbobezi mwenye sifa na jina katika Israeli, ndiye ambaye alimfundisha Mtume Paulo kwa habari ya sheria na manabii. Aliambia wenzake kwamba tusijikute katika kupigana tukawa tunapigana na Mungu kuwazuia hawa watu. Kama ni kitu cha Mungu kitasimama, kama sio kitu cha Mungu kitakufa. Nini ambacho Gamalieli anaestablish? Ya kwamba katika harakati za wao kuwatesa mitume tena na tena havitasaidia kama kile ambacho mitume wanakisema ni cha Mungu kitasimama tu, ila kama sio cha Mungu kitakufa. Je, kile ambacho mitume walikisimamia kimesimama? Kimesimama. Maana that is evidence ya kwamba kili come from the Lord. Nayo hekima ya Gamalieli inakufunulia wazi ya kwamba ikiwa umesimama katika mafundisho ambayo si mafundisho na elimu ya Mungu, maanake hakilasti, hakidumu. Je, unataka kuwa seasonal minister au unataka kuwa the minister of the gospel? Na watu wawili tofauti. Seasonal ministers, wahudumu wa misimu, ni wale ambao wanaangalia upepo na vuma watu wakati huu. Watu wapo katika hali ngumu ya maisha, tulete masomo ya uchumi. Watu wapo katika hali ngumu ya ndoa, tulete semina za ndoa. So manake ni season na ubiri wa misimu. Maandiko matakatifu hayatuita kuwa ubiri wa misimu, wametuita kuwa ubiri wa Injili. Ndio maana Mtume Paulo mbele Timotheo, uwe tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa. Kwa maana hiyo ni moja ya sifa ya mhudumu wa Injili ya Kristo Yesu. Pale ambapo unaisema Injili ya Mungu unapoumia na pale ambapo unapokuwa unafurahi. Yaani huzuni na furaha bado havibadilishi the content of the message unayohubiri. Wengine wakichangamka utaona unahubiri siku Yesu alifufuka siku ya tatu. Wakiwa na huzuni utasikia madhabahu 7 za ukoo unazoshikilia furaha yako. So manake au tunasema ni emotional speak, ni emotional preachers. Kuna seasonal, kuna emotional. Sikiwa ameamka asubuhi amegombana na mke wake nyumbani, huko kanisani tutagundua somo ni wanawake watini waume zenu. Ile tu ametembea barabarani amejikwaa kati anaenda kanisani, ujumbe kabisa unafutwa aliokuwa ameandaa. Hii ni message from the Lord, kukuondoa mahali ulipokwama au namna kusimama ukiwa umejikwaa. All together. So maanake tupo kwenye dunia ambayo ina mambo mengi, ina vitu vingi. Je, upo tayari kuitetea Injili? That's the question. Are you ready to be apologetic? Mtu ambaye una devote your time kudefend the faith, kuitetea imani. Maana hii imani ambayo tumepokea kulingana na kitabu cha Yuda, anasema tumepokea mara moja tu. Wengine kwamba haipo kweli nyingine isipokuwa ambayo tunaifundisha na kuihubiri. So manake tumezaliwa kwa neno la Mungu. So manake hiyo Injili ambayo tunahubiri ni essence of our life, ni chanzo cha our new life. That neno hilo ambalo linahubiriwa ndilo ambalo imekuwa ni mbegu ambayo imetumika kutuzaa mara ya pili, na ndicho chakula cha roho zetu. So manake Injili inapochafuliwa, manake chakula kinachotupa afya kinaondolewa, virutubisho ambavyo tukitumia hatuna afya tena.
Yote ambaye anagusa injili ya Kristo hamgusi Mungu tu, ananigusa na mimi, kwa sababu at the moment umechafua injili ya Kristo Yesu, manake umechafua my identity in him. So manake attack to the Bible ni attack to the believer. So manake unapoendelea kuiangalia hayo mambo, kwa sababu unaogopa kukwaza kwa kuongea ukweli wa kile ambacho Kristo amekifanya, maanake ndivyo ambavyo unaendelea kukiharibu chakula ambacho kilipaswa kiijenge roho yako. Lakini also kidogo kidogo unaondoka from your identity. Kutokea hapo tunabaki katika conclusion na kwamba tumeitwa si tu kuhubiri injili ya Kristo, lakini also kuitetea injili ya Kristo. Na utetezi wa mwisho wa injili ya Kristo ni pale ambapo tunayatoa maisha yetu kwa ajili ya injili. Hiyo ndo last stage ya kutetea injili ya Kristo, ya kwamba pale ambapo unaambiwa utakaa jela, pale ambapo unaambiwa utapigwa risasi, bado unasema Kristo ni Mungu wa kweli, muumbaji wa mbingu na nchi. Pale ambapo unaambiwa kwamba kanusha imani yako upate no. Unajua katu Tanzania tukisema kuifia imani ni maneno mageni sana, ya make sense. Lakini nenda Iran, nenda Iraq, nenda tu hapa Somalia, kuna watu ambao wamepoteza viungo, wana vilema vya kudumu kwa sababu wamekataa kumwacha Kristo na kurudia katika kawaida ya dunia, dini za dunia hii. Kuna video moja iko YouTube pale, kuna watu ambao walikuwa sio ni nchi gani nimesahau, lakini walikuwa wamekataa kumkana Kristo, hivyo walipelekwa mahali kuuawa. Unaona kabisa nyuma yao wamesimama askari wameshika panga. Mke wa mmoja aliyeuawa anaulizwa ya kwamba vipi, unajisikiaje mume wako kufa? Anasema najisikia fahari sana ya kwamba even at the end mume wangu amesimama pamoja na Kristo. What a testimony, what a family. Watu hao mwalimu hatuona kwenye mimbara, hatuna video zao YouTube, lakini you can see namna ambavyo mwanamke kubaki mjane haimsumbui. Si kwamba amemchoka mume wake, bali kwa sababu anayefuraha. Si kwamba anahuzunika, anafuraha kwa sababu mume wake even at the end ameremain the faith. Injili ya Kristo ambayo tunaisimamia wakati fulani na gharimu maisha. Kwetu ni mambo mageni, kupigwa viboko kwa ajili ya Kristo kwetu ni mambo mageni. Tunachokifahamu ni kwamba tu tumeitwa kuhubiri katika raha, na Yesu, ufalme wa Mungu ni katika amani, furaha na haki. Lakini tunasahau kipengele kimoja, katika Roho Mtakatifu. Na ile furaha kwenye Biblia sio neno happiness, neno joy. Ama neno joy ni furaha ya ndani, happiness ni furaha ambayo inatengenezwa na mazingira. So maanake tunaposema furaha katika Roho Mtakatifu, Mtume Paulo anaandika waraka, wakati anaandikia Warumi waraka na kusema kwamba ufalme wa Mungu ni furaha, amani na katika Roho Mtakatifu, bado kanisa lilikuwa liko persecuted, lilikuwa linateswa. So maanake wanafurahi katika mateso. Kwa nini? Wanaona ni heshima kuteswa kwa ajili ya mfalme Kristo, Mungu Kristo Yesu. So maanake ikiwa hautafurahi kuumizwa na kusalitiwa, kuteswa na kutengwa kwa ajili ya Kristo, nini ambacho kinazalisha furaha katika moyo wako? Ukweli wa kila mhudumu wa injili ni huu: kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Hiyo ndo nembo ya any true preacher. Wakati fulani tupo tayari kuibadili injili so that tunaweza tukadefend our life. Wakati fulani tumelazimishwa. Haya ni mambo ambayo hoja kukuta kwa mbele yenyewe bado mwezi kukuta wakati huu, lakini kuna mikataba ya ovyo ambayo kanisa limelazimika kusainishwa just tu kwa jina la kupata msaada. Misaada inakuja na masharti magumu. Je, mnataka tuwape msaada? Ndio. Mtakubali kufungisha ndoa za ushoga? Ni kigezo. Ukisema yes, msaada unakuja. Je, kwa sababu tunahitaji pesa kwa kuhubiri injili, haijalishi tunakoipata pesa, ila tu injili iendelee, si ndivyo?
No, tutahubiri injili ya Kristo tukiwa na mikono safi, mikono siokuwa na damu, moyo uliokuwa safi. Ni kama kusema kwamba nikafanya ukahaba usiku ili nipate hela kulipa kampu. That's not true. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. So manake from this verse Bwana Yesu anatukumbusha namna yake yuko miongoni mwetu, anatukumbusha kipindi ambacho alikuwa duniani, vile ambavyo hakuogopa kuwachukiza watu kama tu imembidi awachukize kwa ajili ya kuisema kweli ya Mungu. So manake kuna wakati fulani lazima tutoke katika ule unafiki wa kuwaogopa watu na kuanza kuexercise mamlaka kamili ambayo Kristo ametupa. Hatutadumu katika uongo na udanganyifu. Injili ya Kristo inabidi iendelee kushinda na kushinda katika utu wetu ndani. Ninahubiri injili ya milele. Sijajua wewe unahubiri injili aina gani? Ninahubiri injili ya milele. Yes, ninahubiri injili ya milele. Mimi sio seasonal au emotional preacher. Sio mhubiri wa misimu au mhubiri ambaye masomo yanaamuliwa na hisia alizonazo wakati huo. Nilikuwa ninaangalia, unajua kule India kuna watu wanaita demigod. Mnawafahamu demigod? Watu ambao ni watu lakini wana assume kwamba ni miungu. Nilikuwa namwangalia Mungu mmoja wa India, ni mwanamke kwanza. Shida sio kuwa mwanamke. Shida ule Mungu akikasirika, yani ni Mungu anapata jumbe kulingana na emotions alizonazo. So manake kuna wakati ambapo anakasirika, bado akikasirika hata akikupiga kofi, bado hiyo kofi ni kofi la utakatifu, kwa sababu ni kofi ambalo limetoka kwa nani? Kwa Mungu. Haleluya. Sisi sio demigods katika makusanyiko tunayofundisha na kuhubiri. Badala yake tunairuhusu mamlaka ya Kristo iwe na nguvu na nafasi harisi kwenye mioyo ya watu katika be transformed. Twende kwenye ajenda yetu ya siku ili ni Roho Mtakatifu na maandiko. Twende kitabu cha Timotheo wa pili. Haya, wakati na Timotheo wa pili tuimbe ule wimbo. Nilikuwa ninahubiri kile ambacho kimeangushwa kwenye moyo wangu ya kwamba